وانفعنا بما علمتنا. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu mfuatiliaji na mtazamaji wetu Ustadh Shafii Online TV, katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, tuungane kuwasaidia mayatima, changia mavazi na chakula ili kuwaletea furaha na tabasamu kwao. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Kila mchango wako ni thamani kubwa. Changia leo kwa ajili ya ridhaa ya Allah. Mtume anasema ana wakafilul yatima fil jannati hakadha, mimi na mwenye kuwalea mayatima peponi tutakuwa hivi. Kwa hiyo tunawaomba wote mlioko duniani tuje kuwalea watoto yatima, tukatafute pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Wapenzi ndugu zangu wa Kiislamu, tuko katika mwezi wa Ramadhan, mwezi ambao ndani yake inapatikana funga inayoitwa swaum, na lengo la swaumu Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuwekea katika makumi matatu. Kumi la kwanza linaitwa rahma, ni kuoneana huruma. Mungu alikuwa anataka tuoneane huruma na yeye atatuonea huruma sisi. Lakini kumi la pili ni maghfira, la kumtaka msamaha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na kumi la tatu itqu minan nari, kuachwa huru na moto. Somo hii imekuja kwa lengo la kutufikisha waumini katika uchamungu, lakini vile vile ni lengo la kutufunza namna maisha ya wale wasiokuwa na uwezo, ambao wanakosa matumizi ya chakula kuanzia asubuhi mpaka jioni. Mungu anataka kutufundisha namna gani maisha yao yalivyo kwa wale ambao Mungu kawapa uwezo. Lakini huu sio mwezi wa kulala, huu ni mwezi wa kufanya ibada sana. Huu ni mwezi wa kuleta adhkari nyingi sana. Huu mwezi wa kufanya mema sana, yakiwemo na utoaji wa sadaka. Leo nataka nizungumzie namna ya iftari ambazo zinatamba mjini sasa, za watu kufuturishana wenye uwezo kwa wenye uwezo. Hizo iftari hazina thawabu ndani yake, kwa sababu anayetakiwa kufuturishwa ni yule asiyekuwa na cha kufuturu. Cha ajabu zaidi, leo wanafuturishwa watu ambao wana uwezo wa kufuturu. Hii katika Uislamu sio sawa. Futari ni neno la ibada, kile ambacho kinachoingia mwanzo katika kinywa chako. Na futari hii inatakiwa wapewe wale ambao wana uhitaji wa futari. Lakini leo wenye uhitaji wa futari hawapewi iftari. Wasiokuwa na uhitaji wa futari ndio wanafuturishana, kwa maana wenye uwezo wanawafuturisha wenye uwezo wenzi wao. Maneno haya hayapo katika vitabu vya dini, na ndio maana katika Qur'ani Mungu anasema wala yahudhuna ala ta'amil miskin, wala hawaimizi kuwapa chakula maskini. Chakula anapewa mtu asiyekuwa na uwezo. Chakula anapewa mtu muhitaji wa kile chakula. Lakini leo bil asafi shadidi, mwenye uwezo anamfutulisha mwenye uwezo mwenzie, wanawaacha wasiokuwa na uwezo wenye uhitaji wa kufuturishwa. Hili jambo limeenea sana na watu wanalifanyia mazingira ya kulitetea. Ukweli kwamba haliteteleki. Tuwafuturishe wasiokuwa na uwezo. Imefika mahala tunafanya israfu katika futari ambayo tunayokula. Inafika mahala familia ya watu 5, lakini wanaweka sahani 10 za futari. Wanachofanya kama mtu anapiga ngoma, kinachobakia kinatupwa katika shimo la takataka. Ndugu zangu, saumu ni ibada, na ibada ina masharti yake. Tuachane na futari za show za kwenda kufuturishana kwa watu wenye uwezo. Wapelekeni watu wahitaji wasiokuwa na uwezo. Tazama leo unapita mahala unakuta maskini wamekaa
wanasubiri iftari kwa tajiri anayetoa iftari, lakini inafika mahala anawaeka kuanzia saa 2 mpaka saa 8 ndo anatoa na kipaketi. Hii sio sawa. Umepanga watu kuwapa iftari, wape iftari mapema ili wakapike. Lakini leo unanita mishe Shafi na kuja kufuturu kwako. Wanangu wanafuturu nini? Familia yangu inafuturu nini? Mpe mtu kifurushi chake, mtilie malage, ngano, sukari, tambi ili akafuturu. Na hapa ndio kuna swawabu. Anayemfuturisha aliyefunga mwenye uhitaji wa ile iftari, basi anapata malipo sawa sawa na yule aliyefunga, hali ya kuwa mwenye kufunga hapungukiwi na chochote. Ndugu zangu wa Kiislamu, leo Allah subhanahu wa ta'ala katuletea Muislamu ambaye ameleta iftari zake na anataka awagawiwe wale waliokuwa na uhitaji wa iftari, na inshallah tutazigawa kwa watu ambao wana uhitaji wa iftari. Lete iftari zako, si lazima ulete pesa. Ili naongea hata kwa marafiki zangu wa Kristo, nanyi fanyeni sadaka hii ya kuwalisha watu waliokuwa na uhitaji. Mungu atawalipa hapa hapa duniani na mtakuwa na maisha yaliyokuwa bora. Iftari hii ambayo ndugu yetu kaitoa, hapendi kutajwa jina lake, anatamani kuona inagaiwa kwa watu ambao wasiokuwa na uwezo. Nasi kama Ustadh Shafi Online TV bado tunapokea sio pesa, tunapokea iftari ya aina yoyote, na tutawaita wahitaji, nao tutawakabidhi iftari zao walizopewa, ili yule aliyetoa akapate sadaka kama vile yule ambaye aliyefunga mwenye kufuturishwa. Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, Muislamu huyu, ndugu yetu huyu, awe Muislamu asiwe Muislamu, lakini ndugu yetu huyu ametoa sadaka yake hii kwa wahitaji. Ametoa baadhi ya vitu, ngano, tambi, sukari, maharage, ili tuwape wahusika, nasi tutavigawa kwa wahusika. Tunavyo hapa kama unavyoviona, viko tayari na wahusika wako tayari kuchukua. Kwa hiyo niwahimize Waislamu kwamba mwezi huu ni mwezi wa kuchuma, mwezi huu ni mwezi wa sadaka, mwezi huu ni mwezi wa kuwatazama sana maskini, mwezi huu ni mwezi wa kuwatazama sana mayatima, mwezi huu ni mwezi wa kuwafuturisha wale ambao wasiokuwa na iftari. Na leo inshallah mbele yangu naye binti hapa aliyekuja anapitia katika changamoto 2-3, siziwezi kuzisema, lakini ni mtu mwenye familia yake. Ametufikia katika Ustadh Shafi Online TV akiomba kwamba asaidiwe kiasi cha pesa ili aweze kufanya biashara. Ni dada mwenye watoto 2 mapacha, historia ndefu sana ndani yake. Hapa niweze kusema tu kwamba amekimbiwa na yule ambaye mume wake amemwachia hawa watoto. Ni naye mbele yangu ametufikia hapa. Baada ya kutufikia, ametueleza jambo lake, na bahati nzuri ama mbaya, mtaji wake ni mdogo sana. Huyu ni fundi wa kushona, anajua kushona, kwa maana ikiwa atapata cherehani, ikiwa atapata na fremu na mtaji kidogo tu. Nilipojaribu kumuuliza kiasi gani cha pesa, alitamka kama shilingi 500,000 inatosha kwa fremu na inatosha mambo mengine. Lakini mi niseme si 500,000 tu, hiyo ameitamka kwa maana anahitajika apate fremu, anahitajika apate na mashine ya kushonea ili mambo mengine yaendelee. Wama tuqaddimu li anfusikum min khairi tajiduhu inda Allah, chochote cha kheri mkikitanguliza mtakikuta mbele ya Mungu. Hapa alipo tayari ameambiwa aache chumba cha watu, mwenye nyumba anahitaji nyumba yake, hajui atafanyaje. Kwa hiyo amefika kwetu sisi Ustadh Shafi Online TV, na si hatuna pesa, tuna maneno ya kuambia marafiki zetu, tuna maneno ya kuambia Waislamu wenzetu, tuna maneno ya kuambia wanadamu wanaohitaji fadhila zaweza kusaidiana. Lakini tutamkabidhi na yeye baadhi ya chakula vichache ambavyo vimetolewa na ndugu yetu kwa ajili ya iftari yake ya siku 2-3. Tutamkabidhi hapa baadhi ya vyakula ili avichukue biidhnillahi subhanahu wa ta'ala, ili kwenda kuanzia, na kile ambacho kitachotokea kutoka kwenu basi atakuja hapa tutamkabidhi, na yeye atakwambieni kwamba amekabidhiwa
ili mradi maisha yaweze kusonga. Huku nako ndiko kumsaidia inshallah biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo naomba Waislamu tufanye hivyo, tufanye tunavyojua, tuweze kutetea hili jambo, tufuturishe wale ambao hawana uwezo wa kufuturisha, tusifuturishe wale ambao hawana uwezo wa kukufuturisha yeye. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na hii ndio iftari ambayo tumemkabidhi dada yetu kutoka Ustadh Shafii Online TV, kutoka kwa mpenda kheri mmoja. Inshallah tunamkabidhi iftari hizi, kidogo hazitoshelezi kwa sababu hatujapata watu ambao wanaweza kutosheleza. Kwa hiyo tuwaombe wale ambao wana uwezo wawasiliane na sisi, ikiwa una tende, ikiwa una ngano, una maharage, una sukari. Wahitaji tunao wengi wanaokuja hapa kwa ajili ya kutaka iftari. Wanafikiri kwamba tuna uwezo wa kuingia kwa GSM au kwa Baresa tukachukua iftari, lakini nyinyi mashabiki zangu, marafiki zangu, Waislamu wenzangu, ndio tunaweza kutokafanya fadhila hizi. Kwa hiyo ni mzigo huu wa binti yetu huyu ambaye tumempa, na tumeshaeleza tatizo ambalo alilokuwa nalo. Kwa hiyo tunaomba kutoka kwenu Waislamu tujitahidi mahama kana itakavyokuwa, tuweze kumsaidia kwa sababu ya dini. Msaada tunaohitajika hapa ni ule ambao tumeuhitaji, ambapo yeye mwenyewe amesema shilingi 500,000 itatosha kwa ajili ya fremu na kununua mashine. Kununua mashine, una uwezo wa kumlipia, una uwezo wa kufanya vitu vingine. Ana watoto mapacha wawili, wana miaka mingapi? Wana miaka 6. Nguo za sikukuu, unaweza ukawasiliana na sisi kwa namba ambayo inayopita hapo chini, au tutafute kwa 0716747459 au 0713596030. Mchango wako utakuwa umefika. Tunahitaji sana utupe maharage, kunde, mchele, sembe, ngano, sukari. Kumbuka, wama tuqaddimu li anfusikum min khairi tajiduhu inda Allah. Chochote cha kheri mtachotanguliza mtakikuta mbele ya Mungu. Tuwaenzi mayatima, tuwathamini maskini, tuwathamini mafakiri. Huu ndio mwezi wa kufanya hayo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mchungaji Kesi, ninaangalia hapa Ustadh Shafii Online TV, na wewe karibu.